Mungu amekufanya nini? Just a question. Kila mmoja jiulize hapo, wallahi jiulize, Mungu amekufanyia nini mpaka uwe jasiri wa kumlipa maovu? Ishsawabik, kukuumba, kukuleta duniani, kukupa riziki, kukufanya uwe Muislamu, kukustiri unapofanya dhambi, kukutoa kwenye matatizo unapokuwa na matatizo. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, na wahusia na kujihusia nafsi yangu na taqwa Allah. Hakuna kitakacho mpa mwanadamu duniani furaha na kumuokoa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kama taqwa. Na taqwa, tusende kutafuta sherehe nyingi zikatutatiza. Taqwa kwa ufupi ni utii amri za Allah subhanahu wa ta'ala, yale Mungu aliyokuamrisha uyatekeleze, na yale Mwenyezi Mungu aliyokukataza uyaache. Pindi unapotaka kufanya jambo lolote au kusema kitu chochote, inakuwa kipimo chako kwanza unajiuliza, je, Mungu anasemaje kuhusu hili? Ukipata kuwa Mungu ameamrisha au ni jambo ambalo halina makatazo na pia halikuamrishwa, ni mubah, fanya. Na ukiona kwamba hili ninalotaka kulifanya Mungu amenikataza au Mtume sallallahu alayhi wasallam, wacha. Na ukajipata katika mzunguko wako wa kimaisha, na wewe ni Muislamu lakini umeteleza ukafanya baadhi ya mambo ambayo Mungu amekukataza, au umeacha baadhi ya mambo ambayo Mungu amekuamrisha, basi kuna mlango wa tauba na istighfar. Muombe Mwenyezi Mungu msamaha, ili daima ibaki au yabaki yale mafungamano baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala, ukitaraji kuwa pamoja na madhambi ulionayo Mungu anaweza akakusamehe kwa rehema zake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameeleza wazi, enyi mlioamini, ittaqullaha, mwogopeni Mwenyezi Mungu. Yani fanyeni mambo ya kuwakingeni nyinyi na adhabu ya Mungu, ndio maana yake taqullah. Wa qulu qawlan sadida, na mzungumze maneno mazuri. Na hapa kuna mafungamano makubwa baina ya taqwa na mtu kuzungumza maneno mazuri, yani na ulimi wako. Yuslih lakum a'malakum, haya ndio anaotuahidi Mwenyezi Mungu, kama tutashikamana na taqwa atawatengezea mambo yenu. Nini mwataka duniani? Muogope Mungu. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Usikimbilie dunia kwa hisabu ya yale Mungu aliyokuamrisha na Mungu aliyokukataza. Fanya ulioamrishwa, acha uliokatazwa. Dunia kwa kuwa Mungu ndiye aliyetuleta na yeye amechukua jukumu la kutupa riziki, basi isiwe eti kwa sababu ya hii dunia tumemkosea Mungu. La, tufanye anayoyataka Mungu, na kwenye maisha ya dunia tumwachie yeye Mungu aliyotuahidi. Huwa ar-Razzaq dhul quwwatil matin. Mwenyezi Mungu ashasema, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wallahi, ukiwa katika laini ya Allah subhanahu wa ta'ala, umepata kwa njia yoyote mazuri, umepata, na umekosa pia yale utakaokosa pia umepata. Lianna almu'min, yale yote yanayomsibu kutoka kwa Mungu kwake ni khair. Biashara yatarajiwa faida, umepata faida fahuwa khair. Umepata khasara fasabart, ukasubiri fahuwa khair. Kwa hiyo mu'min haishi duniani bitadhammur na dhiki na hofu na kubabaika.
kwa sababu mambo yote kwake ni khair. In asabathu sarra'u shakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kwa hali zote kwake ni khair. Kwa Mwenyezi Mungu asema yuslih lakum a'malakum, atawatengezea mambo yenu, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atawasamehe dhambi zenu. Kina nani? Huko nyuma ameanza kwa enyi mlioamini, muogopeni Mwenyezi Mungu. Kumbe tumeshamuogopa na bado madhambi tunao. Naam, kuogopa Mungu haikubadilishi ukatoka kwenye ubinadamu ukaenda kwenye umalaika, utabaki ni binadamu na wanadamu watakufa na madhambi yao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametuahidi kutusamehe, na Mungu anataka kutuona sisi ni wa kweli. Enyi mlioamini, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Mwenyezi Mungu asema muogopeni Mola wenu na muwe wa kweli. Mungu akishakujua wewe ni mkweli, mkweli unapofanya mazuri, mkweli hata unapofanya dhambi. Unapofanya dhambi unamwambia ya Rab, nafanya dhambi, najua hii ni dhambi na moyo wangu unaniuma, lakini udhaifu wangu wa kibinadamu na nataraji Mungu wangu nisamehe. Mungu atakusamehe. Yaghfir lakum dhunubakum. Kisha Mwenyezi Mungu anamalizia waman yuti'i llaha wa rasulahu, na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, faqad faza fawzan adhima. Faqad faza fawzan adhima, amefaulu. Haya maneno uzito wake kwenye moyo wa yoyote ambaye ni Muislamu ni kwa kiasi ya yule Muislamu uzito wa Allah kwenye moyo wake. Waman yuti'i llaha wa rasulahu, Mungu anasema kwenye Qur'an, waman yuti'i llaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake amefaulu. Mwenyezi Mungu anasema amefaulu. Utayachukulia uzito gani haya maneno, yalete athari kwenye maisha yako, ni kwa kiasi cha Mungu ana ukubwa gani kwenye moyo wako. Unajua maana fawzan adhima? Mwenyezi Mungu aeleza kwenye aya nyingine, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz wama alhayatu ad-dunya illa mataa al-ghurur. Leo nashika simu ya rafiki yangu ambaye hutangaza vifo, simu yake, naona Mombasa hii leo kwazikwa watu 4 leo. Subhanallah, hivi vifo ndio hasm, yani khalas, mambo yako yote yamekatika. Matarajio yako, dreams zako, future yako, pesa zako, wake zako, majumba yako, yani ile siku tu fulani umepata habari yake bwana marhum, lakini sisi kwa kughafilika tutasema bahati mbaya. Wallahi hakuna anayeishi kwa bahati mbaya wala anayekufa kwa bahati mbaya. Inma ajal, lianna al-a'mar biyadillah, fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Na hao waliokufa wanaotarajia kwenda kuzika ni kina nani? Ni sisi. Na hatuna hakika kama leo twawazika hawa, labda haiwezekani, kwani kesho ikawa ni mimi. Kwani wewe na wao muna tofauti gani? Hali kilichowafanya wao wafe ni umaskini wao, ni kabila zao, ni nafasi zao katika jamii. Wama kana li nafsin an tamuta illa biidhni llahi kitaban muajjala. Ajabu ya jambo hili la mauti ambalo sote twalijua, Mwenyezi Mungu kalificha, haijulikani ni lini, na iwe ni mauidha, ili kila mmoja pale anapomzika mwenzake anakaa anajiuliza au anaikumbuka aya Mwenyezi Mungu aliposema wama tadri nafsun madha taksibu ghada. Nafsi ya mwanadamu haijui kesho itafanya nini. Wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, na nafsi haijui itakufa ardhi gani. Na wapeni kisa haqiqiya cha mmoja wa mtu ambaye nina ukaribu na yeye. Jioni Alhamisi
amelalia safari ya kwenda zake Tanzania. Tayari ameshatangulia kwenda safari mbili kwa matibabu ya moyo, lakini safari hii alikuwa haendi kutibiwa, bali waenda kwa check up, kuangalia matokeo, maendeleo ya ile matibabu aliyofanyiwa safari mbili alizokwenda. Kaaga familia yake, kaaga watu wake, katembelea wajukuu zake, kasafiri na basi yuenda Dar es Salaam. Wamefika mahali pa mapumziko, watu wameshuka na yeye amekwenda akajisaidia. Kuingia kwenye gari ameanza kusikia vibaya. Amwambia mwenzake ubavuni mwake, nasikia vibaya, kama utaweza kumwambia driver. Muda wa yule bwana kufika kwa driver kumpa habari, amekata roho kwenye kiti. Hakuwaga kuwa yuenda kufa, hakujua kuwa. Kwa nini yote haya ndugu zangu Waislamu? Ni mauidha kwetu. Wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Alikuwa ameandikiwa yeye afe katikati ya Dar es Salaam na Tanga. Pale mahali alipofika, malakal maut alichukua roho yake. Hii yote ni mauidha. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu asema faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz. Yule atakayeepushwa na moto kesho aingizwe peponi ndiye aliyefaulu. Mungu ashaeleza aliyefaulu ni nani. Si hapa duniani. Duniani wanadamu wanaweza wakawa sawa kwenye baadhi ya mambo, tofauti ni roho tu. Unaweza kumuona kafiri amemiliki dunia yote, na unaweza kumuona Muislamu pia amemiliki dunia yote. Unaweza kumuona kafiri hana chochote katika dunia, fukara, na unaweza kumuona Muislamu pia fukara, kwa sababu hapa duniani sio kipimo. Lakini Muislamu amiliki dunia au asimiliki dunia, kama yeye ni mu'min, Mungu atamuingiza janna. Na kafiri amiliki dunia yote au asimiliki pia, awe ni fukara, lakini kwa kuwa yeye kafara billah, atakwenda kuadhibiwa. Sasa kipimo hasa sahihi kipo wapi? Ni kufaulu duniani au kufaulu akhera? Akhera, kwa sababu yale ndio maisha ya milele. Enyi mlioamini, itikieni yale ambayo yatawapeni nyinyi maisha ya kiuhakika. Maisha ya kiuhakika ni maisha ambayo ndani huna wasiwasi, huna stress, huna pressure, huna madeni, huna kuugua, huna kufa, huna uko katika raha daima, khalidina fiha. Hadha huwa najah. Sasa ni akili gani ya mtu ambaye atafadhilisha, nitasema vijiraha? Maana raha ya dunia pia huwezi kuita raha, kwa sababu hakuna raha ya kudumu. Hakuna raha ya kudumu. Siku hizi kama raha ni kulala, hata kulala watu hawalali kwa maudhiko, usingizi upate. Mpaka madaktari wamekuja sasa na nidhamu mpya, wanasema kama utaweza kulala masaa 4 pia sema alhamdulillah, ni vizuri, si vibaya. Zamani tukiambiwa masaa 8, maana tumejua kwamba hata hayo masaa 4 watu watakosa kulala sasa, kwa dhiki za kilimwengu na taabu. Raha gani? Leo ukiwa mzima una hofu, mpaka umekwenda kukata na insurance kuinsure kuwa nikiwa mgonjwa na pesa nitatibiwa. Kwa hivyo unaogopa kwamba utakuwa mgonjwa. Hakadha insan. Na hiyo ndio maisha. Leo ukiwa uko hai wewe, raha zote ulizonazo kama ni muumini, ikikujia tu kama nitakufa niache kila kitu hapa, raha hiyo inapotea. Basi maisha sipa kudumu hapa. Ukicheka leo kesho utalia. Ukifurahi leo kesho utahuzunika. Ukipata leo kesho utakosa. Ni maisha gani haya? Lakini kufaulu kiuhakika ni kesho. Mungu akisema waman yuti'i llaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Fawzan adhima ni kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Mungu amekuchagua na akakusamehe na akakwambia haya, ingia peponi, nenda ukastarehe. Duniani yale tumewaonjesha, lakini starehe ya kiuhakika ni huko, tena ya kudumu. Ni akili jamani, tukosea ya kesho kwa ajili ya leo. Haya ninayozungumza sio mada yangu. Huu ulikuwa ni utangulizi. Nataka tu niwalete kwa Mungu azza wa jalla,
kwa sababu yale nitakaowaambia ni yale mlioyashuhudia kwenye anwani. Tuna nini na Mungu wetu sisi wanadamu? Anwani hii nimeitoa kwa Kiarabu, maladhi gharrana billahi ya bani adam. Na haya maneno ni istinbat ya aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani atuuliza sisi au atuletea sisi mazungumzo, khitab, atuongelesha kwa lugha nyingine. Laysa fihi tahdid, maneno yenyewe hayana utisho, yani hatutishi moja, wala maneno yenyewe hayana waid. Sual mubashir, lakini yatingisha moyo wa mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, ewe mwanadamu, kipi kilicho kudanganya wewe na Mola wako? Kitu gani kimekushughulisha wewe ukajenga vita na Mola wako, ukamkimbia Mola wako? Huyu Mungu hukimbiwa ama hukimbiliwa? Manake utamkimbia uende wapi kwenye dunia yake? Mimi na matatizo bwana, matatizo yamekuwa. Sasa ukiwa na matatizo, aliyesababisha hayo matatizo na anayeweza kuyaondosha hayo matatizo ni nani? Mbona umkimbie uende kwenye maskani ya jaba na gati na pombe, eti nina dhiki nitaka nzitoe, badala ya kumrudia yule Allah umwambie, ya Rab, niko kwenye dhiki hii na sina pa kukimbilia isipokuwa kwako, Mungu niondoshe dhiki. Ya ayuhal insan, ewe mwanadamu, ma gharrak bi rabbikal karim, kitu gani hasa kimekughuri wewe ukamwacha Mungu wako mwenye sifa hiyo karim? Swali hii ndugu zangu si ya makafiri peke yake. Maana Mwenyezi Mungu asema ya ayuhal insan, ewe mwanadamu. Hii ni swali ya kila mwanadamu aliyeijua haki kisha kaidharau. Ni swali ya kila mwanadamu aliyejua haram kisha akawajasiri wa kutenda ile haram. Ni mwanadamu alijua munkar kisha akauzoea. Faman alladhi gharrana billah, kitu gani ndugu zangu kimetughuri sisi na kimetudanganya kwa Mungu wetu? Yani tuna nini sisi na Mungu wetu? Ndugu zangu Waislamu, akramahu Allah, Mwenyezi Mungu amemtukuza mwanadamu, walaqad karramna bani adam, lakini mwanadamu akajitweza, akajiangusha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamstiri, akaenda akajiumbua. Allah Subhanahu wa Ta'ala akampa muhula, akaghafilika, akawa jeuri. Yuko tayari sio tu kufanya dhambi, bali kuitangaza ile dhambi na kutaka na wengine pia waingize kwenye ile dhambi, bila ya kuogopa matokeo yoyote. Kama huogopi kwamba mtafanya na hakuna lolote, ukisema hakuna lolote wamaanisha nini? Mungu hakupati, hufi, hurudi kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuha al-insan ma gharrak bi rabbika al-karim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuachia, wallahi ni rahma. Mwenyezi Mungu ni muadilifu, lakini lau angetumia uadilifu wake kwetu sisi wanadamu, sote tumeangamia, wala hakuna hata mmoja ataingia janna, hata mmoja. Lau Mungu atatuhukumu kwa uadilifu wake, lakini Mwenyezi Mungu atatuhukumu kwa rehema zake. Asidhanie mtu kuwa siku atakapoitwa kuingia peponi akaona kwamba Mungu amenitendea uadilifu kwa sababu mimi nimefanya mazuri. No, huna chochote ulichotenda. Mimi naweza kukuhisabia, sisi wanadamu wa leo
kwa umri wa miaka 70 utakaoisha, tukiondosha 35 ya kulala usiku ibaki 35, tuondoshe 15 ya udogoni kabla hujabalighi ubakiwe na miaka labda 20. Katika hiyo 20, social media peke yake inaweza kupoteza miaka 15 yetu peke yake. Social media ukabikiwa na miaka 5, huna lolote la kwenda kusimama mbele ya Allah. Mola wangu, miaka 5 nimeswali, nimefunga, nimefanya hivi, niingize haki kuingia peponi. Mwenyezi Mungu asema nyote hakuna atakayeingia peponi ila kwa rehema zangu, ila kwa rehema zangu. Mtume alipoyazungumza haya maneno, masahaba walimwambia ya Rasulullah, hata wewe pia? Akawaambia hata mimi, illa an yataghammadani Allahu birahmatihi, hata mimi mpaka Mungu mwenyewe atake kunifinika kwa rehema zake. Allah anapotupa sisi muda ni rahma. Ukiona watenda dhambi na waacho, na kile ukiuiona uko sawa, kesho wafanya makubwa zaidi, umeachwa tena, waendelea wasema hakuna lolote bana, wafanya makubwa zaidi na waachwa, basi hiyo ni rehema yake Mungu. Angalau upigwe kofi moja la fahamu la aya ya Mungu au mauidha au hadithi ya Mtume ikuregeshe, jamani, hapa nilipofika, a'udhu billahi minash shaitani rajim, rahmaka rabbi, umenipa muda. Shida inatokea kwamba sisi tunaiweka matarajio yetu marefu, nutil al-amal, wallahi fayatika al-maut baghta, wanasema bado nitaishi, bado kijana, sina sukari, sina pressure, sina nini, na kadari ya Mungu imekufuata. Hakuna atakayekuja kukwambia baba bado wiki, hakuna. Wallahi tughafilika mpaka siku maut yanapokuja, yanakuja ghafla. Wallahi unakwenda mbele ya Allah una kitu. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabb lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Ikhwani, hii ndio hali ambayo inatupitia sisi. Mwenyezi Mungu anasema Allah, wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma, wa rabbuk al-ghafuru dhur rahma, na Mola wako ni mwingi wa kusamehe, mwenye huruma zilizopana. Lau yuakhidhuhum bima kasabu, lau Mungu awahukumu wanadamu na kuwachukulia yale wanaoyafanya, la ajjala lahum al-adhab, angewatangulizia adhabu. Mkikusanyika kwenye maasi kimondo, mkikaa maskani mwala magati yenu na wanawake kimondo, lau kama ingekuwa ni hivyo. Lakini Mwenyezi Mungu dhurrahma, huacha mkaendelea na mambo yenu, mukala riba, mukazini, mukalewa, mukafanya mnaoyafanya. Lakini Mwenyezi Mungu asema bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ida, wajue tu ipo siku Allah sabur, hana haraka. Ipo siku watakosa pa kukimbilia. Unapoisoma Qur'ani ukaona haya maneno, hayagusi moyo wako? Hayagusi moyo wako kwamba haya maneno naambiwa mimi na wewe? Mungu, kwani hii Qur'ani ya nani? Ni sisi. Ameteremshwa Muhammad, ni yetu sisi, ni uongofu kwetu sisi. Maneno mazito. Wa rabbuka al-ghafuru dhur rahmati law yu'akhidhuhum bima kasabu la ajjala lahum al-adhab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ida. Hatutishiki kwamba tupo kwenye yule muhula wa Mungu, basi angalau tuseme a'udhu billah, turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya maslaha yetu. Ndugu zangu Waislamu, Allah jalla jalaluhu ametosheka. Allah hatuamrishi tumwabudu yeye kwa maslahi yake yeye Allah,
man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wama rabbuka bidhallamin lil'abid. Leo nyote mkusanyika kumwabudu Mungu, nyote mkawa ni mfano wa mtu mmoja mwema, basi hayo yenu yote hayamwongezei Mungu chochote kwenye ufalme wake. Na hata mkijasiri museme potelea mbali Mungu na mambo yake, sisi tuko kwenye dunia yetu ya leo, mkamuasi Mungu na kumfanyia vitimbi, kumbe mwajifanyia wenyewe na kufanya kila mnachotaka kufanya ya ufisadi na uchafu, basi hamupunguzi chochote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna kitakachofanyika mazuri au mabaya ila Mwenyezi Mungu ameyahisabu, wasayuhasibukum Allah. Kwa ajili hiyo ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakubakisha kwenye Qur'ani vimondo vya aya kutukumbusha sisi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ila Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Unapokaa kwenye mapaja ya mwanamke ambao si halali wako, kumbuka wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Unapomtoa machozi mama yako mzazi, kumbuka wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku mtakaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unapotaka kushika haki ya mtu, kumbuka wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hisabu ya Mungu kesho haitazami nafasi yako ulionayo ya kijamii wala idadi ya pesa ulizonazo kwenye account, abadan. Hisabu ya Mwenyezi Mungu mwenyewe ni ipi? Ni mizan. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wama adraka ma hiya narun hamiya. Ikhwani, hatari kubwa inayotukabili wanadamu si kuharibika kwetu peke yake, bal ni pale sisi kuona ule uharibifu ni jambo la kawaida. Wanawake uchi, watu walewa, mchanganyiko, watu washikana, watu wacheza, na tukaona ni jambo la kawaida. Hatari iko hapo. Hatari si mwanadamu kukosa. Nani hakosi? Nani hakosi? Sisi sote hapa tukosa, na sote hapa tuna mijijambo. Mungu ametustiri wallahi, yakadhihiri mijijambo yale, hakuna atakayemsalimia mwenzake hapa, lakini Allah ametustiri. Lakini ni ujasiri ulioje kwa kuwa hutaki kuharibika wewe tu, wataka na watu waharibike. Ndugu zangu, mwanadamu halaumiwi tu kuwa ameasi, lakini ni kuzoea maasi akawa akirudia bila ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bal akayahesabu yale madhambi ikawa sasa ni hadhara ama ni entertainment. Madhambi, dhunub yakawa yaitwa entertainment au furaha au ada ijtimaiya. Tukavunja kwenye mikusanyiko yetu mipaka yote ya Allah, na wale wote walio pale ni watoto wetu, na wengine wanakwenda maskini na wanashikila mikono na baba zao kwenye majumuiko haya yanayofanyika, mpaka mtoto anaona hili limo katika dini yetu, wanazoea. Na kizazi kikija kingine kinaona mambo ya kawaida. Mwenye kutenda yuko mbele ya Mungu subhanahu wa ta'ala kwenye majukumu. Ameridhika. Tunalipi kama hatusemi? Kuambiana kwetu ndugu zangu si kushambuliana wala si kutiana motoni, ni kukumbushana. Wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin ya ayuha alinsan ma gharraka birabbika alkarim. Mungu amekufanya nini? Just a question. Kila mmoja jiulize hapo, wallahi jiulize, Mungu amekufanyia nini paka uwe jasiri wa kumlipa maovu? Ashsawabik, kukuumba, kukuleta duniani, kukupa riziki, kukufanya uwe Muislamu, kukustiri unapofanya dhambi, kukutoa kwenye matatizo unapokuwa na matatizo.
ya ayuha linsan ma gharraka birabbika alkarim, Allah amekufanya nini? Allahu asda ilaykum ni'ama, Mungu amewamiminia neema zake. Neema ngapi? Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, fahal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Sisi twaweza kumlipa Mungu kwa mazuri aliyotufanyia? Basi hatushambuliane, tuambiana. Mwenyezi Mungu alipotuma manabii, habari ya hao manabii, niacheni kidogo nivute pumzi na nyinyi leteni istighfar jamani. Tutaendelea kwenye khutba yetu ya pili. Astaghfirullah alazim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Allah azza wa jalla alivyotuma manabii au rusul, ilikuwa lengo lao ni kuja kuondosha ufisadi wa muslihin. Lazima tutafautishe baina ya mimi kupotea na mimi kupoteza. Mimi nikifanya dhambi, mimi baina yangu na Mungu sio kuwa yafaa, lakini mimi sijakuwa fisadi. Mimi naweza kuwa ni talih, muovu, lakini mimi si mufsid, sababu mimi sijachangia madhambi kwa wengine. Unapopata mtihani wa dhambi, jistiri, Allah akustiri. Mwenyezi Mungu kwenye hadithul Qudsi yuwatangaza, umma wangu wote watakuwa ni wenye kusamehewa ila wale wanaojasiri kutaka kuyafanya mambo mbele za watu, hao hawatosamehewa. Mpaka Mtume akafafanua akasema, na katika kujihirisha na kudhihirisha ni pale mtu anapofanya jambo baina yeye na Mungu akaona haitoshi, akapost kwenye media na kwenye social media zote kuonyesha nimefanya hivi, jana nimelala na madem, jana nimelewa, nimekula marungi. Kullun muafa illa almujahirin, illa wenye kudhihirisha madhambi. Manabii wamekuja kuleta islah. Someni suratu Yasin. Watu wa qarya waliletwa manabii wangapi? Wawili. Fa'azzaznahum bithalith, wakaletwa na watatu, wakawaua. Subhanallah. Mungu ataka kutuonyesha kwamba hii si kazi ya manabii wala mashekhe wala maduati. Hii ni kazi ya kila mu'min ana imani. Wajaa min aqsa almadinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u almursalin. Mtu katoka mbali, Mungu anasema kaja mtu nakira, mtu sio nabii, rajul salih, mtu hakuna title hapa, sheikh, mujahid, allama, da'iya, rajul min aqsa almadina yas'a, ana hamu ya dini, hataki kuona maasi, hataki kuona watu. Ya qaum ittabi'u almursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wafuateni hawa hawataki malipo kwenu, hawa wameongozwa, fuateni. Wakamua. Qila dukhul aljanna. Subhanallah. Natija ya da'wa yake na ile hamu ya da'wa. Walipomuua, Allah alimuingiza janna, kaambiwa ingia peponi. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Tamani, twatamani lakini haiwezekani. Mshawahi kufikiria siku moja waliokufa waje watupe nasaha? Lakini kwa kuwa sisi ni watu wa kuamini ghaib, ni lazima tuamini jamani, hapa si kule. Ukisikia mtu amezikwa, muombe Allahumma ighfir lahu wa thabbithu bil qawli thabit. Lakini kule si hapa duniani, ndugu zangu. Na nani mwenye shaka ambaye yaona hatofika kule? Hakuna. Tujiandae, tuwe na maandalizi. Jukumu la kuondosha munkar katika mujtama halina shekhe wala doktor wala alim wala mujahid, mu'min billah. Sote ala alaqali nyumba yako. Wafisadi hawafaulu kwenye ufisadi wao ila sisi wenyewe tuwe tumeharibika. Sisi tuwe tumeharibika.
Mtu ameweka pati yake, kama sisi hatwendi atafaulu? Lakini tunapokwenda tumemfanya yeye afaulu. So wakati mwingine hatufai pia kulaumu wanaofanya, tujilaumu sisi. So, yeye alipofanya ujasiri ule ni kwa sababu alijua kuna wazembe watakuja, kuna watu watakuja, hilo alilifahamu yeye. Lakini leo tutasema no. Mtu akipost kwenye social media, iko kwenye maisha, tutasema fulana ana followers, mambo gani haya? Mtu msanii mchafu, kwa siku viewers wake 1,000,000. Viewers imeangaliwa na majini, followers ni kina nani? Ungeignore, usiangalie, usilike, usicomment, akabaki tu peke yake, angeendelea? Weka pati yako hapa, sije mtu yoyote. Mwaka wa pili utafanya tena. Na ni kama kwamba sote tumeshirikiana wallahi kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kama sote tumwambia Mwenyezi Mungu, sikiliza bwana, dunia ni yetu, tutafanya tutakavyo, na wewe Mungu fanya utakavyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Baada ya mawaidha haya na muda huu nina cha kuongeza. Mimi namuomba Allah, haya maneno niliyoyazungumza au khutba hii niliyoitoa ifike kwenye nyoyo zenu kama vile ilivyotoka kwenye moyo wangu. Narudia tena, hatushamdhuli, hatuwaibishi, hatutwezi, wala hatuna ubaya. Hadhi dhikra wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Allahumma hal ballaghت. Allahumma fashhad. Sallu wa sallimu ala rasulillah. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.